Katika maisha tunakutana na changamoto za kiuchumi, mahusiano, kazi na nyanja nyingine nyingi. Changamoto hizi zinatupelekea kukata tamaa, kupoteza dira na pengine kushindwa kutimiza malengo yetu. Karibu katika podcast ya Mwalimu Joel na Nauka. Hapa utajifunza maarifa yatakayokupa msingi thabiti wa namna ya kukabiliana na changamoto hizo na kuleta matokeo chanya katika maisha yako. Tunaamini hautabaki ulivyo. Sababu 7 zinazofanya watu watake kujiajiri. Wewe yako ni ipi? Kutoka katika makundi mawili tuliyojifunza kwenye sura ya kwanza, kuna sababu 7 kubwa ambazo zinaongoza watu kutaka kujiajiri. Unaweza kuongozwa na sababu mojawapo au zaidi ya moja, ila kwa yoyote ile ambayo itakuongoza, lazima kuna faida na changamoto zake. Hebu tuanze kuangalia na kuichambua kila moja na kile unachotakiwa kufanya. Sababu ya kwanza ni wale wanaosema nataka fedha zaidi. Kuna wakati unaweza kuwa sehemu fulani na unafanya kazi kwa bidii na ukagundua kuwa kipato ambacho unapata ni kidogo sana na hakuna namna kinaweza kuongezeka kwa siku za hivi karibuni. Mara nyingi mtu akifikia hatua hii, basi maamuzi yanayofuata ni kuamua kutafuta namna ya kujiajiri wakiwa na matumaini ya kutengeneza pesa zaidi kuliko zile ambazo anatengeneza sasa hivi. Mara nyingi hii hutokea pale ambapo unakuta kipato chote ambacho unakipata kwa kupitia kazi hiyo huwa kinaenda kwenye kulipa bili za maisha, na ukishamaliza basi hakuna kitu unaweza kufanya tena. Hii inamaanisha ukishalipia kodi ya nyumba, ukanunua chakula, ukalipia watoto ada ya shule, kununua nguo, nauli yako ya kwenda ofisini au mafuta ya gari, basi kiasi kinachobakia ni kidogo sana na hakikutoshi kabisa kufanya kitu chenye mabadiliko makubwa kwenye maisha yako. Watu ambao wanaongozwa zaidi na sababu hii huwa mara nyingi hatari yao ni kuingia kwenye wazo lolote lile ambalo wanaliona linaweza kuwaletea pesa bila kuzingatia mambo ya muhimu. Mara nyingi watu wanaotumia sababu hii huwa wakisikia wazo lolote lile linaloweza kuwaingizia pesa kwa haraka, wanakimbilia kuanza kulifanya. Wanaingiza pesa zao huko hata kama hawajaelewa vizuri namna biashara hiyo inavyofanya kazi. Watu wa kundi hili huwa wanaweza kufanya uamuzi wa kuacha kazi ndani ya usiku mmoja tu na wakaja kujilaumu baadaye, kwani wanaishia kutapeliwa ama kupata hasara kubwa za pesa zao, kwa sababu huwa hisia zao zinakuwa na nguvu kuliko akili yao kwa wakati huo. Hata hivyo, faida kubwa ya watu wa namna hii ni kuwa na hamasa ya ndani iliyo kubwa sana ya kutaka kufanikiwa katika maisha yao. Hamasa hii kama itachanganywa na maarifa muhimu, inaweza kuwa chanzo kikubwa sana cha mafanikio yako. Kama utajigundua kuwa wewe ni mtu ambaye unaongozwa na sababu hii, kuna mambo kadhaa unatakiwa kuyazingatia kabla hujachukua hatua ya kwanza. Jambo la kwanza, hakikisha unatafuta specific knowledge, yani maarifa maalumu ya unachotaka kukifanya. Katika kila ambacho unataka kufanya, kuna maarifa maalumu ya jinsi ya kufanya. Hii huanzia katika mbinu za kutumia, njia za kupata masoko, jinsi ya kukabiliana na changamoto na kadhalika. Tafuta mtu ambaye amefanya kitu unachotaka kukifanya na jifunze kutoka kwake kwa kumuuliza maswali muhimu. Kumbuka, hamasa yako isipounganishwa na maarifa itakupotosha kabisa. Jambo la pili unatakiwa kulizingatia ni kuwa, kumbuka siku zote kupata fedha zaidi ya unazopata kwa sasa ni matokeo ya kufanya vitu vyenye thamani zaidi ambavyo watu watakuwa tayari kukulipa pesa nyingi zaidi. Ni vizuri kujiuliza kuwa ni kitu gani cha ziada utakifanya tofauti na sasa ambacho kitavutia pesa zaidi ya unazopata sasa. Kumbuka, pesa hazitaongezeka tu kwa sababu unafanya kitu cha kwako, bali zitaongezeka kwa sababu unafanya kitu chenye thamani zaidi kinachohitajika na wengine. Jibu swali hili: ni kitu gani nitakachoanza kukifanya nitakapoamua kujiajiri ambacho sikifanyi sasa na kitaongeza thamani na kuwafanya watu watake kunilipa pesa zaidi? Jibu la swali hili ni muhimu sana kuhakikisha unafanya uamuzi sahihi. Hapa na kushauri, tafuta kitabu changu kingine kinachoitwa Money Formula, kinachofundisha elimu ya fedha isiyofundishwa shuleni na kimeandikwa kwa lugha ya Kiswahili. Jambo lingine la muhimu la kuzingatia ni kupata jibu la swali hili: kwa nini naamini kuwa nitapata pesa zaidi nikijiajiri kuliko uwezekano wa kupata pesa zaidi nikiwa hapa bado nimeajiriwa? Ni muhimu sana kujua imani yako ya kupata pesa nyingi kwa kujiajiri kuliko pesa unazopata sasa hivi imetokana na nini hasa. Inawezekana imetokana na kusikia mtu aliacha kazi na akajiajiri na akatengeneza pesa zaidi, au inawezekana imetokana na kusoma mahali kuwa kujiajiri kunalipa zaidi, ama inawezekana umeshaanza kufanya kitu nje ya ajira yako ya sasa na umeanza kuona matokeo na unaamini
Ukiweka muda wako wote hapo, basi utapata matokeo makubwa zaidi. Je, wewe ni nini kinakuaminisha hivyo? Kumbuka siku zote sababu unayoitumia inaweza kuwa sababu ya mafanikio ama sababu ya kushindwa kwako. Kama wewe ni mmoja wa watu ambao wanataka kujiajiri kwa kupata fedha zaidi, basi jitahidi kujitafakarisha maswali ya hapo juu na hakikisha kuwa unapata majibu yake. Sababu ya pili, nataka uhuru wa muda wangu. Moja ya changamoto kubwa sana ambayo watu walioajiriwa wanakumbana nayo ni kutokuwa huru na muda wao. Hili sio jambo la kushangaza, kwani ukweli ni kuwa unapokubali kuajiriwa na mtu fulani ni kusema umejitoa kuuza ujuzi, nguvu na muda wako kwa mtu huyo. Hivyo inatarajia kuwa itakulazimu kutumia muda mwingi kumsaidia kuzalisha, na katika sehemu ya faida ambayo ataitengeneza, basi atakugawia kwa sehemu kidogo kama mshahara wako. Kuna wakati unaweza kuwa unalipwa pesa nyingi sana kutokana na kazi ambayo unaifanya, ila unakosa muda kabisa wa kufurahia maisha na kufanya mambo mengine nje ya kazi yako. Kuna wakati inaumiza sana pale ambapo unakuwa na kazi nzuri na inakulipa vizuri, lakini inakunyima kabisa kupata muda na watoto wako au na mpenzi wako au na watu wengine unaowapenda. Hivyo basi wakati mwingine shauku ambayo inasukuma kutaka kujiajiri ni kupata muda mwingi wa kutumia na familia yako na kufanya mambo mengine unayoyathamini. Changamoto kubwa inayowakumba watu wanaotumia sababu hii kufanya maamuzi ya kujiajiri ni pale anapojikuta wanaingia katika kujiajiri na fikra ya kutotumia muda wao vizuri. Watu wa namna hii wengi huishia kuchelewa kuamka na kuwahi kuondoka katika ofisi walizojianzishia mara tu wanapojiajiri, kwa sababu huamini kuwa kwa sababu kazi ni ya kwao, hawatakiwi kujishughulisha kwa masaa mengi kama wakati ambapo walikuwa wameajiriwa. Watu wengi sana ambao wanatumia sababu hii peke yake huwa wanaishia kufanya vitu ambavyo vinawaingizia kipato cha wastani tu kinachotosha kulipa gharama zao za maisha, na hakuna mabadiliko makubwa ambao wanayapata ya kujivunia katika kazi zao. Ni vyema ukajua kuwa mara unapoamua kujiajiri unaweza kulazimika kutumia muda mwingi sana katika shughuli zako, hasa unapoanza, kwa sababu utahitaji kujenga msingi imara. Mara nyingi faida ya kuwa na muda wako mwenyewe itatokea baada ya kuwa umeshajenga mfumo mzuri wa unachofanya kujiendesha, hata kama uhusika wako ni mdogo au hautakuwepo kabisa. Sababu ya tatu, nataka kufanya kitu ninachokipenda. Inawezekana unaposikiliza kitabu hiki leo unajua kabisa kwa kitu ambacho nakifanya kwa sasa sio kitu ambacho unakipenda na unatamani kukibadilisha. Inawezekana kabisa kuwa unachokifanya sasa ni kitu ambacho ulijikuta umeanza kukifanya kutokana na mazingira yalivyokulazimisha, ama ulikuwa hauna fursa ya kufanya kitu ambacho unakipenda. Au inawezekana kabisa kuwa ulipoajiriwa katika unachofanya sasa ulisema, ngoja nijishikize kidogo tu huku nasubiria fursa ya kufanya kitu ninachokipenda. Matokeo yake leo ni miaka mingi sana imepita na umejikuta umeganda hapo na umri unasogea. Kila mtu aliyeletwa duniani huwa ana kitu fulani ambacho anapenda sana kukifanya, na wengi huwa tunajua. Hata wewe uhitaji mtu mwingine akueleze kama unachofanya ni kitu unachokipenda ama la. Katika dunia ya sasa kuna watu wengi sana ambao ndoto zao zimekufa kabisa kwa sababu wapo mahali ambapo wanafanya kitu kisicho sahihi na wameshindwa kabisa kujikwamua kutoka pale walipo. Je, wewe ni mmoja wao? Watu wanaotumia sababu hii huwa wanakuwa na ujasiri wa kufanya maamuzi magumu katika maisha yao. Hii ni kutokana na ukweli kuwa ni kama ufika sehemu huona kama wana cha kupoteza, kwani hata hamasa ya kufanya kile ambacho wanafanya kwa sasa inakuwa imeisha kabisa. Kwa mfano, kuna watu wengine walisoma kozi kama afisa jamii, yani social worker au community development, na walitamani sana kuhudumia watu kupitia taaluma yao. Ila kwa sababu ya kukosa kazi wakasema, ngoja tujishikize benki kidogo. Matokeo yake leo wamebaki wanafanya kitu wasichokipenda na wana uzoefu wa kazi au afisa jamii ambao walisomea. Wamekosa vyote viwili kwa pamoja. Ukitaka kujua ufanye nini ili kutoka hapo, nitakuelekeza vizuri kwenye sura zifuatazo. Hakikisha unasikiliza hadi mwisho, kitabu hiki kitakusaidia sana. Hata hivyo, changamoto kubwa inayowakabili watu wa namna hii ni kufanya maamuzi kabla ya kujenga ujuzi unaotakiwa katika kile ambacho wanaenda kukifanya, ama kutokuwa na mtandao muhimu katika eneo jipya wanalotaka kufanya. Wengi hufanya maamuzi ya kukurupuka na mwisho wake hujikuta hawafanikiwi na wengine urudi tena kuajiriwa. Kama wewe uongozwa na sababu hii, ni muhimu sana kujiuliza maswali yafuatayo. Swali la kwanza, je, nimeshajua haswa nitafanya nini mara tu baada ya kuacha kazi?
Katika kupata jibu la swali hili, usiruhusu hata siku moja kujitegemeza kwenye ahadi za mtu mwingine za kukusaidia. Mara nyingi watu wanaoacha kazi ili kujiajiri kwa kutegemea ahadi za mtu mwingine huishia kutosaidiwa. Kitu unachoenda kufanya kiwe ni kile ambacho umekiandaa wewe mwenyewe na kipo ndani ya uwezo wako. Swali la pili, je, ni una ujuzi gani unaotakiwa angalau kwa kuanza shughuli ambayo nimeichagua kuifanya? Siku zote kumbuka kuwa kwa kila kitu ambacho umechagua kukifanya kwenye maisha yako, kuna aina fulani ya ujuzi ambao unahitajika. Ni vyema utumie muda wako wa maandalizi kabla hujatoka katika ajira kujenga ujuzi unaohitajika kwenye kitu kipya ambacho umechagua kwenda kukifanya. Hivyo basi ni vyema ufanye utafiti wako vizuri na kuuliza kwa wale wanaofanya kile unachotaka kufanya aina ya ujuzi muhimu ambao ni lazima uwe nao ili kuwa na mafanikio katika kile unachokifanya. Kama wewe unaongoza na sababu hii na bado hujajua ufanye nini, na kushauri tafuta kitabu changu kinachoitwa Core Genius, namna ya kutambua uwezo wako wa kipekee, ambacho kinafundisha namna mbalimbali na vitu mbalimbali sahihi unavyoweza kuvifanya baada ya kujigundua uwezo wako, na chenyewe kinakuelekeza hatua kwa hatua namna unavyoweza kugundua kitu sahihi cha kufanya kulingana na uwezo wako. Sababu ya 4. Nimechoka kufanya kitu kimoja kwa muda mrefu na sioni matokeo ya kuridhisha. Hii ni moja ya sababu inayoweza kumfanya mtu amue kutoka katika kuajiriwa na kuingia katika kujiajiri kwa kufanya shughuli zake yeye mwenyewe. Inawezekana uko katika kazi ambayo inakulazimisha kila wakati kurudia kufanya vitu vile vile ambavyo unafanya kila siku, yani routine responsibilities, na imefika sehemu hauna hamasa tena na kazi hiyo. Hii hutokea mara nyingi kama katika kazi unayofanya kwa muda wote umekuwa unafanya na hakuna kupandishwa cheo. Hakuna kubadilishwa majukumu wala hakuna tumaini la kukua zaidi. Inawezekana kabisa ukajikuta katika kazi ambayo miaka yote uliyofanya hadi leo ukiulizwa maendeleo uliyoyapata kwa kufanya kazi hiyo hauna kitu cha maana cha kuonyesha kabisa. Tafsiri yake ni kuwa kwa miaka yote hiyo umekuwa ukifanya kazi ya kukusaidia kulipa bili za maisha na sio kukuletea maendeleo kabisa. Kuna watu wengi sana wamenasa katika mtego huu na wamejikuta hawana namna ya kutoka hapo, na kuna wengine wamekata tamaa kabisa, na wengine wenye ujasiri ndio huwa wanaamua kutafuta kitu cha kufanya, kujiajiri wenyewe. Changamoto kubwa sana ya kutumia sababu hii ni kuwa watu hawa huwa wanakuwa wameshafika hatua ya kukata tamaa kwenye maisha na wanaanza kufanya mambo yao huku usongo wa mafanikio ukiwa umeshapotea. Wengi huingiwa na fikra kuwa badala ya kuendelea kupoteza muda katika ajira ambayo haijawaletea matokeo, ni bora wageukie katika kufanya wanachokitaka. Wengi wanaotumia sababu hii umri wao umekwenda na huwa wana ujuzi wa eneo moja tu, yani taaluma fulani tu, kwa sababu ya kufanya kazi eneo moja kwa muda mrefu. Kama wewe ni mmoja wao, sikiliza kitabu hiki hadi mwisho. Kitakusaidia namna kujikwamua kutoka hapo, hasa tutakapojifunza kuhusiana na master keys za kujiajiri. Sababu ya 5 ni wale wanaosema naona nanyanyasika na sithaminiwi. Sababu ya 5 ambayo watu huitumia katika kufanya maamuzi ya kujiajiri wao wenyewe ni pale wanapoona kuwa katika kazi zao wanazofanya sasa hawathaminiwi. Mara nyingi watu hupima kutothaminiwa kwao katika maeneo 3 makubwa. Eneo la kwanza ni pale wanapoona wamefanya kazi ofisi hiyo kwa muda mrefu sana, lakini watu wapya wanaokuja wanapewa kipaumbele kwa njia ya vyeo ama malipo mazuri zaidi yao. Watu wengi sana huona kuwa wakishakaa muda mrefu mahali fulani, basi wanastahili kupewa kipaumbele zaidi kuliko wengine. Eneo la pili ni ambalo watu hupima kuthaminiwa kwao ni pale wanapoona kazi wanayofanya ni kubwa na hailingani kabisa na malipo ambayo wanapewa. Inawezekana ukubwa unatokana na majukumu wanayofanya ama inatokana na muda ambao wanautumia wakiwa kazini. Eneo la 3 watu wanaolitumia kuona kuwa hathaminiwi ni maneno ambayo wanaambiwa na waajiri wao au mabosi wao. Mara nyingi kundi hili huwa ni watu ambao wamekutana na maneno ya kuonyeshwa kuwa hawana thamani yote ile kwa kampuni, na hata kama wakiondoka hakutakuwa na pengo. Maneno haya huwapelekea kuona kuwa ni bora wafanye maamuzi ya kuondoka. Bila kujali ni sababu ipi kati ya hizi 3 huwa inawasukuma kufanya maamuzi, watu ambao wako kwenye kundi hili husukumwa na nia yao ya kutaka kuonyesha kuwa wanaweza na maisha yataendelea hata wakitoka katika kazi ambayo wanaifanya sasa hivi.
Changamoto kubwa ambayo inaweza kukabili kama unasukumwa na sababu hii kuelekea katika kujiajiri ni ile hali ya kuwa katika ushindani na kutaka kuwathibitishia watu kwamba unaweza, yaani social proof. Hii mara nyingi huwapelekea watu wa namna hii kuwa na msongo wa mawazo usiokuwa na sababu za msingi, kwani kila wakati wanajiona wana deni la kuthibitisha uwezo wao. Matokeo yake ni kuwa badala ya kuweka mkazo katika kufanya walichoamua, wao wanakuwa makini sana kusikiliza watu wanasema nini. Ikitokea mtu wa namna hii kwa namna fulani anashindwa kutimiza malengo aliyojiwekea au anapata anguko fulani kwenye maisha, huwa ni ngumu sana kuja kuinuka tena, kwani atajikuta amekata tamaa kabisa. Hata hivyo, kwa upande mwingine ni kuwa watu ambao wanaongozwa na sababu hii wanaweza kujikuta wamefanya maamuzi ya kuondoka mahali kabla ya kujenga uwezo ambao unatakiwa kufanya kitu ambacho wanataka kujiajiri nacho. Wengi huondoka kwa hasira na kama namna ya kumkomoa mwajiri wao ama kuonyesha kuwa wanaweza kuishi bila wao. Hata hivyo, wapo watu wengi ambao wamefanikiwa kwa kutumia sababu hii kwa kuwa walifanya jambo moja kubwa. Walijiandaa kiujuzi kufanya kitu kipya kabla hawajaacha wanachofanya sasa hivi. Hii ni muhimu kwa sababu kitu chochote ambacho unakusudia kukifanya kwenye maisha yako unahitaji ujuzi wa namna fulani kwanza. Hivyo basi, hata kama unasukumwa na sababu hii katika uamuzi wako wa kufanya kazi, jitahidi kujenga ujuzi wako kabla haujafanya maamuzi yako. Sababu ya 6 ni wale wanaosema nimetafuta kazi ninayoipenda, nimeikosa. Sababu hii wanaitumia zaidi watu ambao kwa sasa wako kwenye kazi ambazo hawazifurahii na wamekuwa wakifanya juhudi kubwa sana kubadilisha na kuanza kufanya kazi ambazo wanazitaka. Pia watu ambao wamemaliza kujifunza kuhusu taaluma fulani na wamepata vyeti ila bado hawajapata nafasi ya kufanya kazi. Hili ni kundi lile la watu ambao juhudi zao za kutafuta kazi wanayoipenda zimeshindwa kuzaa matunda kwa muda mrefu sana. Kwa ufupi ni kuwa watu wa namna hii huwa wanajua kabisa kuwa kazi wanayofanya kwa sasa sio kazi wanayotakiwa kuifanya, lakini changamoto ni kuwa wameshindwa kabisa kupata kazi ambayo wangependa kuifanya zaidi. Maamuzi ambayo wengi huwa wanayachukua baada ya kugundua hili ni kuwa badala ya kuendelea kufanya kile ambacho wanafanya kwa sasa, ni bora wakiache waanze kufanya kitu ambacho wanakipenda na ndio hasa ndoto yao ya muda mrefu. Watu wanaotumia sababu hii wako kwenye nafasi nzuri sana kufanikiwa wanapoanza maisha yao mapya kujiajiri kama watajiandaa vizuri. Hii ni kwa sababu msukumo mkubwa ambao wanakuwa nao ni kufanya kile wanachokipenda, yani passion. Na kwa mujibu wa bilionea nambari 1 wa Afrika kwa wakati huu, Aliko Dangote, katika kitabu chake cha kanuni 10 za fedha za Dangote, yani Dangote's 10 Commandments of Money, anasema kitu cha kwanza unachokihitaji kufanikiwa ni kupenda sana kile unachokifanya, yani to be passionate about what you do. Kama wewe unaongozwa na sababu hii katika kufanya maamuzi yako ya kutoka kwenye kuajiriwa na kuanza kitu cha kwako, unatakiwa kuhakikisha umejiandaa vizuri, hasa katika kupata ujuzi muhimu wa kukusaidia kufanikiwa kwenye kile ulichochagua kukifanya. Kumbuka, kuanza kufanya kazi unayoitengeneza wewe mwenyewe ni changamoto kubwa, kwani unaanza kujenga mfumo mzima kutokea chini kabisa. Sababu ya 7 inayotumiwa na watu wanaotaka kujiajiri ni wale wanaosema muda wangu umefika, nilipanga kufanya kazi kwa miaka michache kisha nianze kufanya cha kwangu. Na hii ndio sababu ambayo ya 7 ambayo hutumika kumfanya mtu amue kuacha kazi aliyoajiriwa na aanze kujiajiri. Ni pale anapokuwa ametimiza muda wake aliokuwa amejipangia kukaa kwenye ajira kabla hajaondoka. Wapo watu wengi sana ambao wanapoanza kazi huwa wanakuwa na mipango yao kuwa baada ya muda fulani wao wameshajipanga na waanze kufanya shughuli zao wenyewe. Wako wengi sana ambao waliwahi kuweka mipango hii na muda ulipofika walifanikiwa na wakaanza kufanya shughuli zao wenyewe. Lakini pia wapo wengi sana ambao walisema hivyo na hadi wamezeeka wameshindwa kutoka kwenye kuajiriwa. Kama wewe unataka kuwa mmoja wa watu ambao watatoka kwenye ajira muda wao utakapokuwa umefika, kuna maeneo 3 unatakiwa kuyazingatia na kuyafanya. Eneo la kwanza kabisa, andaa mpango wa kupata ujuzi unaotakiwa kwa ajili ya kujiajiri. Siku zote kumbuka kuwa kujiajiri kunahitaji ujuzi ambao waajiriwa wengi hawana. Moja wa ujuzi muhimu ni kuweza kupanga mipango na kuisimamia bila kusukumwa na mtu yote yule. Kama eneo hili lina changamoto katika maisha yako, unaweza ukatafuta kitabu changu kinachoitwa Timiza Malengo Yako, kinachozungumzia mbinu 60 zinazotumiwa na watu waliofanikiwa katika kutimiza malengo yao. Jiulize kwa sasa, unakosa ujuzi gani muhimu kwa kuwa mtu aliyejiajiri aliyefanikiwa?
Kama hauna majibu ya kuridhisha, jaribu kumtafuta mtu ambaye amejiajiri na umuulize, ni ujuzi gani muhimu ambao unafikiri umemfanikisha, na kisha ujipime kama ujuzi wanaousema na wewe unao. Ule ambao utakuwa unaokosa, basi itakubidi kuandaa mpango wa jinsi ya kuupata. Eneo lingine ambalo unatakiwa uzingatie ni kwamba mara nyingi unapotaka kuanza kujiajiri, lazima kuna uhitaji fulani wa pesa ili uanze. Jiwekee mpango wa muda mrefu wa kuweka akiba ya kujiandaa kufanya kazi zako mwenyewe. Watu wengi sana hujikuta wanaanza kuingia katika madeni mwanzoni tu wanapoanza kujiajiri, kwa sababu wanakuwa hawajajiandaa kabisa kifedha. Andaa mkakati wa kiasi gani cha chini kabisa utahitaji kuwa nacho. Kumbuka pia, mara nyingine pesa utakayohitaji sio ya mtaji, bali ya kukuwezesha angalau kutumia katika mahitaji yako ya kila siku, kwa sababu mwanzoni wa kujiajiri kwako unaweza kujikuta unatengeneza faida kidogo ama unapata hasara kwa muda fulani. Kumbuka, ni muhimu kujua kuwa kama ambavyo umejifunza, sababu yako inaweza kuwa chanzo cha wewe kufanikiwa ama la. Lakini pia, bila kujali ni sababu ipi inayokusukuma kutaka kutoka kwenye ajira na kuanza kujiajiri, ni muhimu sana kutengeneza ujuzi unaotakiwa katika kile ambacho unataka kukifanya. Katika sura ya pili kuna mambo matatu unatakiwa tafakari. Tafakari ya kwanza ni sababu zipi 3 kubwa kati ya ulizojifunza ambazo zinaongoza shauku yako ya kutaka kujiajiri. Tafakari ya pili, je, katika sababu 3 ulizozitaja, ipi ndio sababu kubwa zaidi kuliko zote? Tafakari ya 3, kutokana na ulichojifunza katika sura hii, sababu uliyoitaja hapo juu, unatakiwa ufanye nini kama sehemu ya kujiandaa ili uweze kufanikiwa? See you at the top. Tunakushukuru kwa kusikiliza podcast ya Mwalimu Joeli na Nauka, na tunaamini umejifunza mengi. Sasa ni wakati wako wa kuyafanyia kazi. Ikiwa ulifurahia kipindi cha leo, tafadhali washirikishe marafiki na familia. Usisahau kusubscribe ili kupata maudhui mengi zaidi. Jiunge nasi wakati mwingine katika episode inayofuata. Endelea kukua na kuwa wa tofauti.